Durban kule South Africa amepotea, lakini kwa sisi wataalamu wa soka la Afrika tunakwambia Simba Sports Club bado ana nafasi ya kuweza kwenda kufanya jambo katika mchezo wa pili na hatimaye akaweza kupata mabao au anaweza akapata ushindi au anaweza akapata sare ambayo inaweza ikamsaidia yeye kuweza kusonga katika hatua inayofuata. Si unanielewa? Ya labda twende haraka ni kwamba Simba Sports Club inakuwa timu ya kwanza kuweza kuifunga Stellenbosch msimu huu kwenye knockout stage ya michuano mikubwa. Maana yake nazungumzia MTN, kwa sababu michuano mikubwa ni miwili ambayo ameshiriki ya mtoano, MTN 8 ambayo ni michuano mikubwa kule South Africa, lakini vile vile kombe la shirikisho, kwa sababu mind you Zamalek katika michezo yote miwili wameshindwa kupata bao, lakini kwenye MTN walicheza hatua ya nusu finali dhidi ya Mamelodi Sundowns ambayo inafahamika ni timu ya aina gani kwenye safu yake ya ushambuliaji, na currently kwenye Betway Premiership ndio timu ambao washambuliaji wake wameonekana kufanya vizuri zaidi. Top scorer akiwa Lucas Ribeiro ana mabao 13, anafuatiwa na huyu Ikram Reyners ana mabao 9. Kwa haraka unapata picha kwamba ni timu ambayo ina safu nzuri ya ushambuliaji, lakini imecheza dakika 180. Sio, unanielewa? Dakika 180 imecheza dhidi ya hawa Stellenbosch. Imeshindwa kupata walau goli moja. Mechi ya kwanza 1-0, mechi ya pili 1-0. Nusu finali ya MTN 8. Sio, unanielewa? Haya, wanaenda kucheza na Zamalek. Dakika 180 Zamalek yashindwa kufunga bao dhidi ya hawa wa Stellenbosch. Sawa eh? Dakika 180 yashindwa kufunga bao dhidi ya Stellenbosch katika michezo yote miwili, na yeye anafunga bao moja. Lakini uzuri ni kwamba historia kwenye michuano ya kombe la shirikisho inaonyesha ukishinda bao 1-0 kwenye first leg ni bao la bahati. Waarabu wanakuambia raqamul arab. Umeelewa? Yaani manake namba ya bahati. Si unanielewa? Kwa sababu gani? Kwa sababu historia inaonyesha toka msimu wa 2014-15 mpaka leo tunavyozungumza, timu nyingi ambazo zimeshinda first leg bao 1-0 zinakwenda mechi ya pili zinapata matokeo ya kuweza kufuzu kwenda hatua inayofuata kwenye nusu finali. Kuanzia mwaka 2014-15 ambapo ilifanya hivyo, Orlando Pirates imeshinda 1-0 dhidi ya Al Ahly katika uwanja wa Orlando Stadium, wanaenda New Suez Canal, wanashinda kwa mabao 3-4. Al Ahly wanatangulia mabao 2 yanafungwa na Malik Nouma, alafu baadaye wanapindua matokeo, wanashinda 4-3. Inakuwa kwa mara ya kwanza kwenye historia Al Ahly anapinduliwa akiwa anaongoza mabao 2 katika ardhi ya nyumbani. Haya, achana na hiyo, tunakuja msimu wa 2016-17. Kitu kama hicho kinatokea kwa TP Mazembe. Anashinda mechi ya kwanza bao 1-0 pale Stade Mazembe dhidi ya FUS Rabat ya kutoka nchini Morocco. Anakwenda Morocco katika dimba la Stade Hussein Al Almi. Anapata of course anapata sare ya bila mabao, anakwenda hatua ya finali. Si unanielewa, anaenda kucheza na Super Sport United. Inatokea tena scenario kama hiyo mwaka 2018-19. Si mnanielewa? Mwaka 2018-19 hawa Zamalek wanacheza na Etoile Sahel. Mechi ya kwanza inafanyika katika dimba la Bodi Al Arab. Zamalek anashinda kwa bao 1-0, mechi ya pili inamalizika kwa sare ya bila mabao. Scenario ambayo imewahi kutokea, mtu amepata bao 1-0 alafu akaenda ugenini akashindwa kuperform ni mwaka 2021-22 ambao Mazembe ndo alituangusha, akapata bao 1-0, kaenda Stade de Berkane Municipal akapigwa kipigo cha mabao 4-1. Kwa hiyo ukijumlisha matukio utagundua kwamba michuano hii ukishaongoza kuna possibility kubwa unaenda kwenye second leg unaenda kushinda, especially unaposhinda 1-0, kwa sababu nimesema ni ndio imetengeneza nafasi nyingi zaidi kwenye michuano hii ya kombe la shirikisho, nafasi 26, nafasi nyingi zaidi ukicombine katika michuano hii edition hii ya CAF competition, maana yake Champions League pamoja na Confederation. Sababu kule kwenye Champions League Al Ahly ndio ametengeneza nafasi nyingi, nafasi 26 na nafasi 24. Simba ndo anaongoza nafasi 26. Simba katika nafasi 26 ameshindwa kutumia nafasi 20 kati ya hizo. Sasa hii sio jambo zuri, umeelewa? Leo Jean Charles Ahoua amepata nafasi nzuri ya kuweza kuongeza ushindi, amepata Steve Dese Mukwala the same, lakini mara nyingi Eli Mpanzo alikuwa anaingia ndani anajaribu kucreate nafasi, lakini mara nyingi pia leo accuracy yake kwenye kupiga mashuti ilikuwa ndogo. Na kingine mimi nimwangalia wa Stellenbosch, sawa? Mimi huwa naongea nikiwa na kitu na uhakika nacho. Wameruhusu magoli 17 kwenye Betway Premiership, si ndio? Katika hayo mabao 17, mabao 9 kati ya hayo wamefungwa
progression imefanyika katikati ya uwanja, yani manake zinapigwa pasi katikati ya uwanja, penetration labda kwenye half space au eneo la katikati mpaka bao. Nimekuwa surprised kuona leo Fadlu amekuwa akishambulia zaidi maeneo ya pembeni, wakati hawa jamaa ndo wanaenjoy kukaba katika maeneo hayo. Kwa manake automatically Simba ilikuwa inakosa au inashindwa kuperform. Lakini by the way pia hata Simba ukijaribu kuifuatilia utagundua mabao mengi zaidi wamefunga kupitia eneo la katikati ya uwanja. Nimeshazungumza sana kwenye ligi. Mabao kwa asilimia 48.5 mabao yao wanayatengeneza kupitia eneo la katikati ya uwanja. Walikuwa wanacheza na timu ambayo inaruhusu kupitika kwenye eneo la katikati ya uwanja mpaka goli. Mabao 9 kati ya 17. Sasa nimeshangaa kwa nini Simba ilikuwa inashambulia zaidi pembeni, Kapombe muda mwingi uko pembeni kuliko kwenye half space, na kuna muda alipokea of course mpira kwenye half space. Nafikiri ilikuwa ni pasi ya Janja Lea, huwa akashindwa kuflick ule mpira vizuri kwenda golini, lakini hata angepiga pass labda pengine ingekuwa bora zaidi. Lakini ndo haya ninayosema sasa kwamba kwenye second leg, sawa, kwenye second leg Simba Sports Club wanapaswa kufanya nini? Kutumia nafasi. Lakini at the same time hawa Stellenbosch sio timu ambayo inafunga sana mabao. Nimezungumzia kwamba Simba inakuwa timu ya kwanza kuwafunga, correct, lakini pia katika michezo minne ambayo wamecheza kwenye knockout tournament kwenye MTN pamoja na CAF Confederation. Kwenye CAF Confederation dakika 180 dhidi ya Zamalek wamefunga bao moja, kwenye MTN dhidi ya Mamelodi Sundowns katika 180 wamefunga mabao mawili. Kwa maana hiyo wana wastani wa kufunga bao at least bao moja tu kwenye mechi yao ya nyumbani, especially second leg. Kwa hiyo Simba wana nafasi ya kwenda kuzuia vizuri safu hii ya ushambuliaji ya Stellenbosch, sawa? Lakini kwa sababu tayari wana bao moja mkononi, hata kama wakipoteza 2-1 wana progress. Lakini jambo la kwanza, akili ya kwanza ya Simba katika mechi ya pili inapaswa kuwa kuzuia bao, yani wasiconcede bao. Hicho ndio kitu ambacho wanatakiwa wakifanye. Lakini by the way, mimi kama kawaida yangu, unajua nimekuwa nikiulizwa mechi iliyopita Simba wamepoteza 2-0 dhidi ya Al Masry away, nikasema nawapa nafasi Simba ya kuprogress, wameprogress. Hii pia nawapa nafasi Simba kuweza kuprogress. Mechi naiona ile inaisha bila. Sijui kama kuna swali hapo. Mechi naiona inaisha bila. Swali langu ni kwamba mshambuliaji wao mshambuliaji kinara wa Stellenbosch hajacheza leo na hajasafiri kabisa na timu, lakini hata mlinda mlango nambari 1 kwa maana goalkeeper ambaye ndo captain hajacheza. Hauzani kama huenda hii ikawa ni siraha ambayo ikabadilisha kabisa picha mchezo ambao utachezwa Durban? Jambo la kwanza, huyo mshambuliaji kinara unayemtaja bila shaka ni Ashley Kupido ambaye amefunga mabao 5 by the way kwenye Premiership Betway na assist 3. Lakini hajakosekana kwa sababu ya kimbinu, amekosekana kwa sababu aliumia katika mchezo dhidi ya Amazulu FC katika Betway Premiership, mchezo wao wa mwisho before kuja kucheza huu mchezo, na atakosekana takriban wiki 6 ilhali bado anaendelea kufanywa assessment. Kwa hiyo possibly tunamcount off. Lakini of course, lakini sio top scorer. Top scorer alicheza leo Divan Titus na kuweza kufurukuta. Kwa nini huyo Ashley Kupido? Lakini kwenye michuano hii hakufunga bao lolote huyo Kupido, ambaye amefunga mabao mengi zaidi kwenye michuano hii ni Andre Ernest De Jong ambaye amecheza ule mzungu, wanamuita mzungu.